Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Kwaresma ni majira muhimu katika mwaka wa kanisa. Majira haya huadhimishwa kila mwaka. Pamoja na kwamba Kwaresma huadhimishwa kila mwaka, hata hivyo baadhi ya Wakristo huadhimisha Kwaresma kwa mazoea. Inawezekana wengi wao hawajui uzito wa kiroho uliobebwa na majira haya. Kutokana na hali hii, imempendeza Mungu nitoe fundisho hili fupi ili kukumbushana, kuongeza ufahamu na maarifa kuhusu maana na umuhimu wa Kwaresma. Neno Kwaresma linatokana na neno la Kilatini quadragesima lenye maana ya 40. Neno hili kulingana na mapokeo ya Kikristo limetumika kuwakilisha kipindi cha siku 40 kuelekea adhimisho la fumbo la ukombozi wetu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba hii 40 imetumika kibiblia kusisitiza nyakati za shida na magumu, majaribu na hukumu. Katika Agano la Kale, wakati Mungu akiharibu dunia kwa maji, alifanya mvua inyeshe kwa siku 40. Mwanzo 7 mstari wa 12. Baada ya Musa kuumua Misri, alikimbilia Midian ambako alikaa miaka 40 jangwani akichunga kondoo. Matendo 7 mstari wa 30. Musa alikuwa kwenye mlima Sinai kwa muda wa siku 40. Kutoka 24 mstari wa 18. Hali kadhalika, katika sheria ya Musa, idadi ya viboko ambayo mtu angeweza kupokea kwa kutenda uhalifu ilikuwa fimbo 40. Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari wa 3. Wapelelezi wa Israeli walitumia siku 40 kuipeleleza Kanaani. Hesabu 13 mstari wa 25. Waisraeli walisafiri kutoka Misri kwenda Kanaani kwa miaka 40. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 hadi wa 5. Pia nambari 40 inaonekana katika unabii wa Ezekiel sura ile ya 4 mstari wa 6, sura ya 29 mstari wa 11 hadi 13, lakini pia Yona sura ya 3 mstari wa 4. Katika Agano Jipya, Yesu alifunga na kujaribiwa kwa siku 40 jangwani. Mathayo 4 mstari wa 2. Kulikuwa na siku 40 kati ya ufunuo wa Yesu na kupaa kwake. Matendo 1 mstari wa 3. Mpendwa msikilizaji, ni vizuri ufahamu kwamba umuhimu hauko katika namba 40, bali yale yanayotendeka katika kipindi hicho ndiyo yaliyobeba maana na umuhimu wa siku 40. Baada ya utangulizi huo, ni muhimu sasa tuone maana na umuhimu wa Kwaresma. Kwaresma ni majira ya kujiandaa kiroho kuelekea Pasaka, na pia ni fursa ya kukua kiroho. Rangi inayotumika kanisani katika majira haya ni zambarau yenye maana ya toba. Kwaresma si majira ya sherehe wala kujirusha, bali ni kipindi ambacho kanisa linatafakari kwa undani zaidi kuhusu wokovu wetu uliopatikana kwa njia ya mateso, kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mapambo hayapambwi kanisani katika kipindi hiki, bali madhabahu hupambwa kwa taji la miiba. Majira ya Kwaresma huanza kwa ibada ya Jumatano ya Majivu. Majivu ni alama ya toba, majuto na huzuni. Mwanzo 37 mstari wa 34,
Ayubu 42 mstari wa 6, Daniel 9 mstari wa 3 hadi wa 5, Yona sura ya 3 mstari wa 6 na kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 21. Toba, majuto na huzuni katika Agano la Kale iliambatana na kuvaa magunia na kupaka majivu. Hata wakati wa Yesu watu wengine walijipaka majivu na kuvaa magunia kama ishara ya toba na kujikana. Hata leo baadhi ya makanisa yenye desturi ya kupaka majivu hupaka majivu Jumatano ya majivu katika paji la uso, na hii imekuwa ikiendelea hata leo. Kwa tunapoona siku ya Jumatano ya majivu, baadhi ya makanisa waumini wanapakwa majivu katika paji la uso, tusishangae, ni suala la kibiblia. Pamoja na kwamba majivu ni alama ya toba na kujikana, pia majivu yanatukumbusha kwamba kwa asili sisi wanadamu ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Mwanzo 3 mstari wa 19b. Tunapojitambua hivyo, tunakumbushwa kwamba maisha yana mwisho hapa duniani na hakuna mtu anayeweza kuepuka kifo hata kama tutapenda kuendelea kuishi. Kwa hiyo, tunapopata neema ya kuwa hai, tusijisahau na tusiishi kwa mazoea na kumfanya Mungu kuwa mjomba wetu. Kwa sababu wako watu ambao wanamfanya Mungu kama mjomba wao vile. Wanaweza kumwambia leo bye bye, alafu kesho wakamkaribisha. Mungu hadhihakiwi, Mungu hachezewi, na Mungu atabaki kuwa Mungu. Tusijisahau, tusiishi kwa mazoea. Kupitia majira ya Kwaresma tunakumbushwa kuwa sisi ni wapitaji duniani na watu wenye dhambi mbele za Mungu. Katika kipindi cha Kwaresma tunaalikwa kujipatanisha na Mungu na binadamu wenzetu ili tuwe na mwisho mwema. Swala si kuishi, swala tunaumalizeje mwendo. Katika majira ya Kwaresma, Wakristo tunaalikwa kufanya mambo makuu manne ambayo nimeyaita nguzo za Kwaresma. Jambo la kwanza, kufanya toba. Toba maana yake kujutia dhambi na kufanya juhudi madhubuti ya kuacha dhambi. Kwa maneno mengine, toba ni kutubu, kubadilika na kumrudia Mungu kwa dhati. Kwa neno la Kiyunani, neno linalotumika kwa maana hii ni neno metanoia. Tunasoma katika Yoeli 2 mstari wa 12 na 13, neno la Mungu lisema kurarua mioyo. Majira haya tunapofanya toba, tunararua mioyo yetu na kumrudia Mungu kwa dhati. Tunapofanya toba, kila Mkristo anaalikwa kujitathmini na kutafakari juu ya matendo na mwenendo wake ili atubu na kubadilika, kwa maana Mungu hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9b. Toba ina hatua 5. Hatua ya kwanza ni kutambua kosa.
Kila mmoja wetu anapaswa kutambua kosa lake au makosa yake. Tuache kujitetea. Tambua kosa lako, makosa yako. Hatua ya pili, kujutia kosa. You have to feel it. Lazima ndani yako ujisikie deni, ujisikie kusumbuliwa na kosa hilo. Hatua ya tatu ni kuchukua hatua ya msamaha. Kwa lugha nyingine, kutengeneza. Umeshatambua kosa, limekuumiza, limekugusa, linakusumbua. Sasa unachukua hatua ya kuomba msamaha, hatua ya kutengeneza. Mpendwa msikilizaji, lile usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Usimfanyie mtu ubaya, kwani iko siku utamhitaji. Chukua hatua ya kuomba msamaha, chukua hatua ya kutengeneza. Usichupaze shingo, kwa sababu haitakusaidia. Sana itakumaliza, itakuvuruga, itakufanya uishi maisha ya hofu, maisha ya visirani, maisha ya uadui na kadhalika. Hatua ya 4 ni kupokea msamaha. Umechukua hatua, umeomba msamaha. Inawezekana ni kwa Mungu, unaomba msamaha kwa Mungu. Inawezekana ni kwa binadamu mwenzako. Sasa hatua inayofuata ni kusamehewa. Kusamehewa na Mungu, lakini kusamehewa na binadamu mwenzako. Kusamehe ni dawa ya moyo. Wewe uliyekosewa, unayehisi umekosewa, unao wajibu wa Kikristo wa kusamehe waliokukosea, kama tunavyosali katika sala ya Bwana na kama Bwana Yesu anavyotufundisha katika neno lake. Samehe waliokukosea. Unajua, usiposamehe wewe ndio utakayekuwa unapata shida. Yule aliyekukosea atakuwa hana shida. Shida itakuwa ni kwako wewe ambaye hutaki kusamehe, na hali hiyo itakutafuna. Maana yake umekataa suluhu, umechagua mapambano, na hakika mapambano mwisho wake ni maafa. Hatua ya 5 ni kupokea msamaha, kusamehe. Na kama Mungu wetu asinge tusamehe sisi sote, tungekuwa wapi? Roho ya msamaha, Yesu Kristo aliyejitoa uhai, kateswa, kafa kifo cha msalabani, akafufuka, ametuachia neno msamaha, ametuachia neno upatanisho. Wakristo hawapaswi kuishi maisha ya shari na visasi, bali kuishi maisha yaliyojaa neema, ya upatanisho. Na hatua ya 5 ni kuanza maisha mapya, kama Paulo anavyosema katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hatua hii ya mwisho sasa ni kuanza maisha mapya, sio yule wa mwaka jana, mwaka juzi, wa miaka iliyopita. Yesu amekufanya kuwa mpya kwa neema ya msamaha wake. Sasa wewe ni kiumbe kipya. Wakati mwingine binadamu tunaangalia tu makosa, tuangalie hii neema ya upatanisho, neema ya msamaha inayowajilia watu. Hata wakati mwingine wako watu Mungu kwa njia ya Yesu Kristo wamewabadilisha maisha yao. Bado tumekuwa na mawazo, wakati mwingine baadhi ya watu tumekuwa na akili mgando,
za kuona na kuwatazama watu katika jicho la kuwakataa. Mtu anaweza kuwa mbaya kwa kiasi hicho tunachokiona sisi, lakini Mungu ana uwezo wa kubadili, kama alivyombadilisha Sauli akawa Paulo na akawa chombo chake cha kuhubiri Injili. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Haangalii ulifanya nini, bali anaangalia unataka kufanya nini sasa. Mungu hahesabu makosa, anaangalia utayari wa ndani wa mtu anayetaka kutengeneza na yeye na binadamu wenzake. Jambo la pili katika Kwaresma ni kufunga. Kufunga chakula kati ya Wayahudi ilikuwa ni utaratibu wa kawaida. Hivyo Wayahudi wacha Mungu walifunga mara 2 kwa wiki bila kula wala kunywa, kuanzia mawio ya jua mpaka machweo yake. Hata marabi waliwasisitiza wanafunzi wao kushika amri hii ya kufunga kila wiki, kama tunavyosoma katika Luka 18 mstari wa 12. Hata leo wako marabi wa Kikristo wanaosisitiza kufunga. Kufunga katika dini nyingi inachukuliwa kama aina ya kujitesa na kujinyima, kama vile kulala chini bila godoro. Wengine wanazima simu, wengine hawajihusishi na mitandao ya kijamii, wengine wanabadili ratiba na nidhamu ya maisha, wengine wanajitolea sana katika majira haya, wanaacha kula na kunywa na kadhalika. Pia wako ambao wanafunga kama sehemu ya kufanya tu diet. Haikatazwi kufanya hayo, haikatazwi kabisa, haikatazwi. Hata hivyo, ni muhimu ifahamike kwamba Kikristo kufunga ni zaidi ya kuacha kula na kunywa. Pamoja na kuacha kula na kunywa, Kikristo kufunga ni kuacha mambo yasiyompendeza Mungu na kufanya matendo ya huruma, kuwapenda wenzetu na kujinyima kwa ajili ya wengine, kama tunavyosoma katika Isaya 58 mstari wa 6 hadi ule wa 8. Kila Mkristo anakumbushwa kuacha anasa, kuacha ulevi, kuacha kiburi, kuacha rushwa, kuacha umbea na uongo, kuacha majungu, kuacha chuki, fitina, unafiki, kuacha ukatili, kuacha ushirikina na kadhalika. Tufunge ndimi zetu ili ziepuke kunena yasiyofaa kuhusu wenzetu. Kikristo kufunga si sheria, bali ni tunda la imani. Wokovu tulioupata kwa njia ya Yesu Kristo umeambatana na wajibu unaomtaka kila Mkristo kuenenda katika upya wa uzima na kutenda matendo ya upendo siku zote, na sio katika kipindi cha Kwaresma tu. Jambo la tatu, kusali na kuomba. Tunakumbushwa kufanya bidii kusali na kuomba. Wakristo wengi si waombaji, bali ni walalamishi. Yesu anasema, ombeni msije mkaingia majaribuni. Mathayo 26 mstari wa 4, Marko 14 mstari wa 38, Luka 22 na mstari ule wa 46. Tunakumbushwa kusali na kuomba kwa ajili yako binafsi, kwa ajili yangu binafsi, lakini pia kuombea watu wengine. Tusisali na kuomba ili tuonekane na kusifiwa kuwa ni watu wa sala na maombi, bali tusali na kuomba kwa sababu ni muda wa kuwa na Mungu ili tutende mapenzi yake. Ni wakati wa kujikabidhi kwa Mungu wazima ili neema yake itutie nguvu kuenenda kadiri
ya mpango wake na sio vile tunavyotaka sisi tu. Katika kusali na kuomba pia tunasoma na kutafakari neno la Mungu ili mioyo yetu ijae neno la Mungu, ili tuweze kushinda majaribu, tuishi kwa amani na mema yaweze kutujia, kama tunavyosoma katika Ayubu 22 mstari wa 21. Mioyo ya watu wengi imejaza watu badala ya neno la Mungu. Na kwa sababu mioyo ya watu wengi imejaza watu badala ya neno la Mungu, matokeo yake ni kwamba watu wengi wamejikuta wakiongozwa na utashi na matakwa ya watu au mtu badala ya neno la Mungu, na matokeo yake ni vurugu na uhasama. Tunasoma katika Zaburi ya 119 mstari wa 105 kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia yetu. Jambo la 4, kufanya matendo ya huruma. Tunaalikwa kuwashirikisha wengine mema aliyotujalia Mwenyezi Mungu. Ni katika kutoa kwa upendo ndipo Ukristo wetu unapaswa kuonekana. Neno la Mungu linatukumbusha kuwa imani isiyokuwa na matendo imekufa. Yakobo 2 mstari wa 17. Ujumbe huu ni mwaliko wa kuachana na uchoyo na ubinafsi kwa kujilimbikizia katika maisha. Ni mwaliko wenye kututaka kuwa na maisha ya kiasi na kuwakumbuka wahitaji kama vile wagonjwa, masikini, wazee, yatima, watoto wa mitaani, wafungwa na watu mbalimbali wenye shida. Watu wengi wanapenda kubarikiwa, lakini si kuwabariki wengine. Kwaresma inakukumbusha wewe na mimi, inamkumbusha kila mmoja wetu kwamba jinsi Mungu alivyokubariki, nawe uwabariki wengine. Kwaresma inatukumbusha kuacha uchoyo, kwani hatukuja na kitu duniani wala hatutarudi na kitu. Mungu akubariki. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.